Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Jimbo la Geita, Neema Chozaire, anayekabiliwa na tuhuma za kupanga njama za kuua maafisa wa polisi, amesomewa mashtaka mapya ya ugaidi katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Geita. Akizungumza nje ya mahakama, wakili wa utetezi Eric Korogo amesema licha ya upande wa jamhuri kudai upelelezi umekamilika, aliomba shauri kusogezwa mbele kwani mteja wake amesomewa shitaka la ugaidi bila yeye kuwa na taarifa hizo baada ya shauri kufunguliwa. Hata hivyo, wakati Neema akiondoka mahakamani akiambatana na wakili wake, alikamatwa na maafisa wa polisi ambao baadhi walikuwa na sare huku wengine wawili wakivalia suti nyeusi na kuingizwa kwenye gari aina ya Toyota IST yenye rangi nyeupe na kuondoka naye. Kufuatia taharuki hiyo, viongozi wa Chadema wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Geita Chazi Makanji wamelitaka jeshi la polisi kufuatilia alipo kiongozi huyo. Kutokana na kesi ya ugaidi kutokuwa na dhamana kisheria, Chozaire amepelekwa gerezani hadi Agosti 14, 2026 atakapofikishwa tena mahakamani kwa shauri la awali la kula njama ya kuua maafisa wa polisi. Huku shauri la ugaidi Neema kitarajiwa kufikishwa Mahakama Kuu Agosti 24, 2026 saa 6 mchana. Ninaitwa wakili Eric Tumaini Korogo ambaye nilikuwa ninamwakilisha na ninaendelea kumwakilisha Neema Chozaire ambaye ameshtakiwa kwa kosa la kupanga njama za kufanya mauaji, ambayo kesi hiyo ilikuwa mbele ya Mheshimiwa Mjuni katika mahakama ya wilaya ya Geita. Na leo shauri lilikuwa limekuja kwa ajili ya kutajwa, na tulivyofika ndani mahakamani, upande wa serikali walisema hawajafaili information au shtaka Mahakama Kuu kwa sababu mahakama ya wilaya haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Na kwa hiyo mheshimiwa akawa ameipanga kwamba kesi hiyo itasikilizwa mnamo tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026, ambapo upande wa jamhuri waje mbele ya mahakama waeleze kama wamesha faili hiyo information mbele ya Mahakama Kuu au bado. Sababu Mahakama Kuu ndio, kama nilivyosema awali, kwamba Mahakama Kuu ndio ina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Lakini pia kwa upande wetu tuliwaomba kwa ujumla kwamba waharakishe shauri hilo. Kama ni upelelezi umekamilika, basi waharakishe kuifaili hiyo charge, hiyo information mbele ya Mahakama Kuu ili shauri liweze kusikilizwa na haki ipatikane kwa pande zote mbili. Na baada ya hapo shauri liliahirishwa mpaka tarehe 14 mwezi wa 8, na baadaye wakati tunatoka na mteja wangu alikamatwa na watu ambao ni maafisa usalama, lakini hawakutaja sababu ya kumkamata Neema. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tupo wa viongozi wanafuatilia, na sisi pia tunaenda kufuatilia polisi tujue anashtakiwa kwa kosa gani na amekamatwa kwa kosa gani. Ni ratiba tu za mahakama. Kesi inaweza ikawa imepangwa kusikilizwa saa 6, kutajwa saa 6, lakini kutokana na muda wa mahakama ikawa imeonelea kwamba kwa sababu mawakili wa pande zote walikuwa wamefika, pande wa jamhuri walikuwepo na sisi tulikuwepo, kwa hiyo tukawa tumesema kwamba mahakama ikasema kwamba shauri liitwe tu, na yeye uzuri mtuhumiwa alikuwa ameshafika mbele ya mahakama, kwa hiyo tukaona ni sahihi kusikilizwa tu kwa muda huo na kuitolea. Swala la muda alikuwa na shida sana kwa upande wetu. Tunashindwa kulisemea sana hilo jambo, lakini kiufupi sio sahihi kwa mtu kukamatwa mbele ya mahakama, ndani ya viunga vya mahakama. Na nahisi kuna vyombo ambavyo vina mamlaka ya kulitolea ufafanuzi jambo hili, ikiwemo mahakama yenyewe pamoja na vyombo vingine ambavyo tunafanya navyo kazi kwa ukaribu. Tumekuja kufuatilia shauri la Neema Steven Chozaire, mwenyekiti wa jimbo la Geita vijijini. Alisomewa shtaka la kutishia kuua polisi. Kesi katajwa tarehe ya leo. Tulisomwa muda wa saa 6 itasikilizwa. Tumekuja hapa tukijua ni saa 6. Muda mchache tukapewa taarifa kesi hiyo imeitwa asubuhi muda wa saa 3.
tukakimbia kuja hapa, bado tuko foleni ya kuingia mahakamani. Tukapewa taarifa Neema Steven Chozaire kakamatwa na jeshi la polisi. Sasa tukapatwa na taharuki ambayo ilitustua sana. Hatukujua amepelekwa wapi na amekamatwa kwa nini. Tukaanza kufuatilia vituo vya polisi, tukaenda kwa RPC kamanda wa mkoa kwenye ofisi yake, akasema Neema yuko mahakamani. Tumekuja hapa mahakama ya wilaya, tukamkuta Neema amesomewa shtaka la ugaidi na akatajwa, kesi hii imetajwa kusikilizwa tarehe 24 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo kesi ya pili itakuwa tarehe 14 siku ya Ijumaa. Hicho ndio kilichotustua kwamba mwanachama wetu na kiongozi wetu kupewa tena kesi nyingine kwa mara ya pili. Mara ya kwanza alipewa hilo shtaka lilikuwa na dhamana. Hii kesi aliyopewa haina mdhamana na atapelekwa mahakamani, na hapa tupo tumesubiri kumpelekea mahitaji yake, alau aende gerezani akiwa amekula. Kwa hiyo yumo mahabusu ya mahakama akisubiri kupelekwa gerezani. Tangazo kutoka katika mkoa wa Geita kwa niaba ya wanachama na mimi mwenyekiti wa mkoa, wanachadema wote wahudhurie tarehe 14 na 24 na kwenda kumjulia hali yake na kumpelekea mahitaji gerezani mwanachama mwenzetu na kiongozi wetu. Hapa tulipo tunasubiri ushauri wa kimahakama wa kisheria na mawakili wetu, na tunawashukuru kwa kweli mawakili. Wamefanya kazi ya ziada na wamepambana kweli kweli mpaka kufikia hapa leo. Hii ni Nyota Red kutoka mkoani Geita. Mimi ni Jenny Barnabas.